tumekuwa na zoezi kubwa kidogo la kuzindua miradi ya nishati safi ya kupikia kwenye taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku, na huu ni muendelezo wa miradi hii ambayo itatekelezwa tumeshaanza kwanza kwenye taasisi zote za majeshi na magereza ambayo tumekamilisha kama wizara, lakini pia sasa hivi tuko kwenye shule za msingi na sekondari, na kwa siku ya leo to be specific tumekagua miradi ambayo inatekelezwa katika shule ya Jangwani, Diamond, na leo na sasa hivi tuko hapa katika shule ya Bunge. Miradi hii pamoja na kwamba serikali inatenga fedha nyingi kutekeleza, tunafanya pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo. Leo katika shule hii tuko na wenzetu kutoka European Union na UNCDF na NGOs ambao wao wanachangia katika mradi huu kwa kutekeleza kwenye shule 45. Na kwa sababu ya ufanisi wa mradi huu kwa jamii, kwa shule, mazingira na afya za watu, wameamua kuongeza kutoka shule 45 wataenda kuongeza shule zingine 100. Na kwa mradi huu wa shule 45 unagharimu zaidi ya milioni 922.5. Kwa kweli kwa utekelezaji huu tunatarajia mpaka kufika mwaka 2034 angalau 80% ya Watanzania wote watakuwa wanatumia nishati safi ya kupikia. Na nitoe rai kwa wadau wote wa maendeleo, hili ni jukumu letu sote. Mheshimiwa Rais alijicommit katika mkutano wa marais wa Afrika kwamba ifikapo 2034 asilimia zaidi ya 80 tutakuwa tunatumia nishati safi. Kwa kutumia fedha za ndani peke yake inawezekana tusifikie lengo hilo, lakini kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo tunaweza kuanzisha miradi hii katika shule, katika taasisi, masoko na minada. Na ninaamini tukifanya hivyo pamoja tunaweza kuokoa mazingira, tunaweza kuokoa afya za Watanzania, lakini pia tunaweza tukaongeza ufanisi katika taasisi zetu za serikali na wananchi kwa ujumla. Nawashukuru sana European Union kwa support hii kubwa waliotupatia, sio fedha kidogo, milioni 900 plus is a lot of money kwa kuchangia kwenye zoezi hili. Lakini pia niwashukuru UNCDF kwa kuziona shule hizi. Sasa mnaenda kuextend kwenye mikoa ya Dodoma, Mwanza, Arusha. Tunawashukuru sana. Kwa niaba ya Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deo Ndejembi, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mfikishe salamu zetu katika mamlaka zenu na mjue tunatambua mchango wenu na sisi tuko tayari kuendelea kuwa na mashirikiano mazuri na taasisi hizo kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu kwa ujumla. We celebrate a very successful project today. But we don't just celebrate a very successful project. I think that it should also be reminding that the European Union and the government of Tanzania are doing very interesting and successful things together. Of course, I mean, those last months were a bit difficult with regard to the political situation, but the first message is to say that the European Union is standing with the population, is standing with the government, is still in the country, and the future is bright. This is a very successful project because at the same time it's helping the population, it's helping the planet, of course, climate change, but it's also showing that we have successful project together with the government of Tanzania, with the European Union, with UN partners and with the private sector. And it's important in the future to keep in mind that if we want to be successful, if we want to develop Tanzania and other African countries, it should be also through economical growth. And economical growth, it's with the private sector. So I'm so pleased to be here today to showcase a very successful project showing all that kind of things together. Private sector, working with the government, working with partners, working with European financing, and for the young generation. Thank you. On behalf of UNCDF, it is a great pleasure for us to be here and to be at this event of handing over clean cooking appliances to schools and other public institutions. I would like to sincerely thank the government of Tanzania, specifically the Ministry of Energy, for its leadership in the clean cooking development agenda and the bold ambition of the government of Tanzania of trying to transit about 80% of the population to use clean cooking energy by 2030, working closely with UNCDF and the delegation of the European Union for their partnership and support in making the Cook Fund program possible. Honorable Minister, UNCDF is the fund manager and the implementer of the Cook Fund, and we're doing this on behalf of the government and the people of Tanzania.
The Cook Fund is funded by European Union. We are happy to report the following. So the Cook Fund so far has invested about $10.1 million US. So has invested about 26 billion Tanzanian shillings to 102 SMEs in the clean energy enterprises. So about 26 billion invested to private sector, a window. In the public sector window, and that's the reason we are here, we are calling it public institutions, but the definition is 95% of the public institutions we are talking about here are primary schools and secondary schools. So far the Cook Fund has invested into 45 public institutions across 14 districts in Dar es Salaam. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.